Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Nikwambie, Moscow inaishukuru Washington kwa juhudi zake za kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Katibu wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, Dmitry Peskov, anasema, "Kwa kawaida tunashukuru kwa jitihada za Washington na wanachama wa timu ya Rais wa Marekani Donald Trump. Wanafanya kuendeleza mazungumzo kuhusu suluhu la Ukraine." Alisema akitoa maoni yake kuhusu matamshi ya mjumbe maalum wa Marekani Keith Kellogg kwamba Urusi inadaiwa kutaka kuchelewesha mchakato wa suluhu. Anasema, "Unajua kwamba sasa tunapaswa kukubaliana juu ya tarehe ya duru ya 3 ya mazungumzo. Makubaliano ambayo yalifikiwa wakati wa duru ya pili ya mazungumzo ya Urusi na Ukraine huko Istanbul yametekelezwa hadi sasa. Na kisha ni lazima tufanye mkutano inapokubaliwa, wakati mikataba yote ya kibinadamu inatekelezwa. Kukutana tu na kuendelea na mazungumzo." Kellogg alisema hapo awali kwamba Marekani inatoa wito kwa Urusi kusitisha mara moja mapigano na Ukraine na kushiriki katika mazungumzo ya pande tatu. Kwa maneno yake, Urusi inatafuta kurefusha mchakato wa mazungumzo. Vile Kamanda mkuu wa majeshi ya Ukraine Alexander Syrskyi amewakataza wanajeshi kuweka kambi kubwa zinazoweza kuona kwa urahisi na ndege zisizo na rubani. Anasema kukusanya wanajeshi na vifaa kwa kuweka watumishi katika kambi kubwa ni marufuku. Ameandika kwenye channel yake Telegram. Kulingana na Syrskyi, makazi ziada yatajengwa katika maeneo ya mafunzo. Aliamuru kwamba maagizo yake yatekelezwe kikamilifu bila ubaguzi. Mnamo Juni 24, vikosi vya ardhini viliripoti kwamba moja vituo vyao vya mafunzo vilikuwa chini ya mashambulizi ya ndege isiyo na rubani ya Urusi, ambayo yalimwacha askari mmoja akiwa na majeraha, na hii ilikuwa ni moja tu ya mashambulio kadhaa ya hivi majuzi yaliyolenga mikusanyiko mikubwa ya wanajeshi wa Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kufikia mwanzoni mwa mwaka wa shule wa 2024-2025, idadi ya watoto wa shule nchini Ukraine imeshuka hadi kiwango cha chini kabisa katika miaka 30 iliyopita, wanafunzi milioni 3.7. Ripoti huru ya NGL Media ikinukuu takwimu ya jimbo la Ukraine inasema, kulingana na kura za maoni za kijamii, kupungua kwa idadi ya wanafunzi na mtindo wa watoto kuhamia ng'ambo unatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo, NGL Media inasema. Na hii yote ni kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea kushamiri au vinaendelea kushika kasi baina ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vile Ukraine haijaafiki masharti yaliyowekwa na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kujiunga na muungano huo na kufanya mazungumzo yoyote kuhusiana na mambo haya kusitishwa katika hatua hii. Rais mteule wa Poland Karol anasema katika mahojiano na kituo cha television cha Polsat. Zaidi ya hayo, Narok alikariri kuwa kujiunga kwa Ukraine kwa NATO kwa sasa haionekani kuwezekana, kwa sababu hii itamaanisha nchi za muungano huo kuingia katika mzozo wa silaha kati ya Kiev na Moscow. Vile Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal anakiri kwamba kufungia mali ya Urusi ni kinyume cha sheria. Anasema kuzuia mali ya Urusi haikuwa halali. Alisema kwenye mahojiano na gazeti la Uhispania la El País. Waziri Mkuu alibainisha kuwa hali ya Ukraine bado ni ngumu, kwa hivyo uamuzi wa pili wa kisiasa wa kutaifisha mali hizi unaweza kufuatwa. Oktoba iliyopita, kundi la nchi 7 lilikubali kuipa Ukraine mkopo wa dola bilioni 50. Mkopo huo utatolewa kwa kutumia mapato ya baadaye kutoka kwenye mali huru ya Urusi iliyohifadhiwa kwa mujibu wa mifumo ya kisheria ndani ya G7 na kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Iliripotiwa kuwa Marekani imejitolea kutenga dola bilioni 20 kwa Ukraine, wakati dola bilioni 30 zilizosalia zitagawiwa kwa pamoja na G7 na EU. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Ukraine inakabiliwa na hatari ya nafasi yake kwenye uwanja wa vita kuzorota kwa kiasi kikubwa kwa kuanguka isipokuwa itapata silaha mpya za magharibi, kulingana na Gideon Rachman, mchambuzi wa Financial Times. Akitoa mfano wa baadhi ya viongozi wa NATO, aliandika Ukraine inaweza kufikia hatua ya kuvunjika ndani ya miezi 6 ikiwa haipati msaada mkubwa wa kijeshi. Alisema, kando ya rekodi, baadhi ya maafisa wa nchi za magharibi ni wa kutisha zaidi, wakionya juu ya hatari ya kushindwa kwa janga ikiwa jeshi la Ukraine litaenea hadi kufikia hatua ya kuvunja na halitapokea ongezeko kubwa la msaada wa kijeshi na kifedha kutoka kwa washirika wake wa magharibi. Kulingana na Rachman, pia kuna mapungufu kama vile idadi ya wanajeshi wa Ukraine ambayo washirika wa nchi hiyo ya magharibi hawawezi kurekebisha. Aliandika kwamba vitendo vya Urusi vinaharibu ari ya Ukraine. Vile maafisa wa Ukraine wanazidi kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mazungumzo ya faragha na viongozi wa magharibi. Gideon Rachman anasema kupitia Financial Times,
Mwaka mmoja au miwili iliyopita simu kama hizo zisingezingatiwa kama kushindwa. Sasa zinafanywa kwa msisitizo unaoongezeka katika mikutano ya faragha kati ya viongozi wa Ukraine na wa Magharibi. Kulingana na Rachman, bila mkakati wazi, hisia ya kutokuwa na tumaini inahatarisha kushuka juu ya nchi. Kwa maoni yake, ikiwa hali ya kukata tamaa inayoongezeka kati ya wale wanaofuata vita vya Ukraine kwa karibu ni sawa, basi hisia zozote za kujisikia vizuri zinazotokana na mkutano wa kilele wa NATO zinaweza kutoweka hivi karibuni. Wanajeshi wa Ukraine wanatumia sana silaha za kemikali katika eneo maalum la operation ya kijeshi. Afisa wa masuala ya kijasusi ya shirikisho la Urusi FSB anasema matumizi ya mbinu za kivita zilizopigwa marufuku yanatekelezwa sana na utawala wa Kiev katika eneo la operation maalum ya kijeshi. Wanajeshi wa Ukraine kwa utaratibu wanatumia silaha za kemikali kinyume na ahadi ya kimataifa ya nchi yao chini ya mkataba wa silaha za kemikali. Na huku majeshi ya Urusi yakiendelea kusonga mbele, wanazidisha tu shughuli hizo zisizo za kibinadamu. Kulingana na afisa huyo wa FSB, maabara iliyoboreshwa ya asidi ya Prusik iligunduliwa kwenye nafasi zilizoachwa za jeshi la Ukraine katika Jamhuri ya Watu Donetsk mnamo Mei 2024. Vile vikosi vya Ukraine vimetumia makombora ya Storm Shadow kushambulia Donetsk siku ya Jumatatu, ingawa Volodymyr Zelensky alikuwa ameyaomba kutoka magharibi kwa ajili ya ulinzi. Balozi wa Wizara mambo ya nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema muhimu sana ni ukweli kwamba vikosi vya Ukraine vilitumia aina ya silaha ambazo Zelensky alitumia muda mwingi kuomba nchi za magharibi zimpe eti kwa ajili ya ulinzi, lakini ziliishia kutumika kuua raia wa Urusi na kushambulia majengo ya raia. Kulingana na mwanadiplomasia huyo, data ya pembejeo ya mission au viwianishi lengwa vya makombora yaliyorushwa havingeweza kuingizwa kwenye mifumo ya udhibiti wa safari za makombora bila ushiriki wa wataalamu wa Uingereza au Faransa ambao unaweza kupata kutoka kwa watengenezaji. Vile General Staff wa Ukraine amekiri kupotea kwa udhibiti wa sehemu ya maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Sumi. Ramani ya sasa ya hali ya mapigano inayoonyeshwa maeneo husika iliwekwa kwenye akaunti ya Facebook ya General Staff huyo wa Ukraine. Kwa hivyo, kulingana na ramani, jeshi la Ukraine halidhibiti tena maeneo karibu na makazi ya Vodolag, Basovka, Loknya na Novenkoe kaskazini mwa mkoa wa Sumi, ambapo ramani kama hizo hapo awali, haswa ile iliyotolewa mnamo Juni 30, iliteua maeneo haya kuwa yanadhibitiwa na Ukraine. Vile kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Urusi vimeshambulia mfumo wa amri wa jeshi la Ukraine na maeneo ya ndege isiyo na rubani katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Kiev imepoteza zaidi ya wanajeshi 1365 katika maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita. Hizi ni takwimu za hivi punde. Vile Urusi haisitishi mazungumzo kuhusu Ukraine. Moscow inanuia kufikia malengo ambayo imeweka kwa njia za kidiplomasia. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anaripoti, hakuna anayezuia chochote. Kwa kawaida, kimsingi tuna nia kufikia malengo ambayo tumejiwekea kwa operation maalum ya kijeshi kupitia diplomasia. Ndio maana hatuna nia ya kukwama, msemaji huyo alisema, akijibu ombi la kutoa maoni juu ya taarifa ya mjumbe maalum wa Marekani Keith Kellogg kwamba Urusi inadaiwa kukwamisha makazi ya Ukraine. Hapo awali, Kellogg alisema kuwa Marekani iliitaka Urusi kusitisha mara moja uhasama na Ukraine na kuelekea kwenye mazungumzo ya pande tatu. Wakati huo mjumbe huyo aliikosoa Urusi kwa kukwamisha mchakato wa mazungumzo. Vile takriban mtu mmoja ameuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani ya Ukraine kwenye Jamhuri ya Watu Lugansk siku ya Jumanne. Leonid Pasichnik, mkuu wa eneo hilo, anaandika kupitia Telegram. Hapo awali Pasichnik aliripoti kwamba jeshi la Ukraine ilifanya shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye eneo la Lugansk People's Republic. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilidungua ndege 35 kati ya 40 za Ukraine ambazo zilikuwa na rubani zilizofyatuliwa risasi kwenye eneo la Jamhuri. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vituo 11 vya Donetsk pamoja na taasisi ya utafiti na chuo cha muziki cha kikanda vimeharibiwa kutokana na shambulio la Ukraine kwenye eneo hilo, utawala unaripoti. Wataalamu wamethibitisha kuwa wilaya ya Voroshilovsky ilishambuliwa kwa makombora ya Storm Shadow Sclap EG yaliyotengenezwa Uingereza na Ufaransa. Kulingana na utawala, vifaa vilivyoharibiwa ni pamoja na taasisi, kituo cha utafiti, chuo cha muziki, migahawa, maduka na jengo la utawala. Vile makundi yenye silaha ya Ukraine yametumia makombora ya masafa marefu ya Storm Shadow kwenye vituo vya kiraia katika Jamhuri ya Watu Donetsk kwa mara ya kwanza, kulingana na taarifa za awali.
Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa wizara mambo ya nje ya Urusi, anasema kulingana na data ya awali, hii ni tukio la kwanza la utumiaji wa kombora la masafa marefu kutoka angani hadi uso wa dunia. Aliongeza kuwa kwa kuzingatia kwamba jamhuri hupigwa makombora kila wakati na wanajeshi wa Ukraine, shambulio hili halikuwa la kipekee kwa idadi ya majeruhi au kiasi cha uharibifu. Mashambulizi ya Ukraine katika miji yenye amani ya Urusi yanaendelea na Kremlin inalaani vikali. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari akitoa maoni yake juu ya mashambulizi ya Donetsk na askari wa Ukraine. Utawala wa Kyiv unaendelea kushambulia miji yenye amani. Tunalaani hili kwa uthabiti. Jeshi letu linachukua hatua ya kupunguza hatari kama hizo, Peskov alisisitiza. Vile Peskov anasema tena, kazi ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa wakati wa duru mbili za kwanza za mazungumzo ya Urusi na Ukraine inaendelea bila kizuizi chochote kinachowekwa kwa maksudi. Katibu wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema hakuna anayetaka kukwamisha au kusimamisha utekelezwaji wa mikataba. Alisema akikataa hata hivyo kutoa maoni yake juu ya nguvu ya mchakato wa mazungumzo. Vilevile jumuiya ya ulimwengu lazima ichukue kwa uzito data ya ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji na mateso ya Ukraine ya watu wasio na silaha na wafungwa wa vita wa Urusi na kulaani utawala wa Kyiv. Kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Tatiana Moskalkova anasema tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushughulikia ukweli uliowasilishwa katika ripoti hiyo kwa uzito wake, kuchukua hatua za kulaani utawala wa wazi wa kigaidi na ubaguzi wa rangi wa Kyiv, aliandika kwenye channel yake ya Telegram. Vile wanajeshi wa Urusi wamewarudisha nyuma wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye nafasi nyingi kwenye urefu wa kimkakati karibu na Belgorovka katika Jamhuri ya Watu Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anasema kukamatwa kwa urefu wa Belaya Gora katika Jamhuri ya Watu Lugansk kutawezesha jeshi la Urusi kuboresha nafasi zao katika eneo hilo. Idadi ya watu waliojeruhiwa katika shambulizi la kombora la jeshi la Ukraine Juni 30 kwenye eneo la Donetsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk imeongezeka hadi 3. Mkuu wa wilaya Donetsk Alexei Kolemzin anasema hapo kwenye uwanja wa kivita kuna raia wengi wa Colombia miongoni mwa mamluki wa kigeni wanaopigania Ukraine katika sekta ya Sumi iliyo mstari wa mbele. Afisa wa usalama wa Urusi anasema mamluki wa kigeni wanashiriki katika mapigano ambayo hayana hati juu yao na mabaki yao hayana tofauti na miili ya wapiganaji wa Ukraine walioanguka, aliongeza. Na jeshi la Urusi linaendelea kuwafuatilia na kuendelea kuangamiza mamluki hao. Hapo kwenye uwanja wa kivita kufuatia kukombolewa kwa Jamhuri ya Watu Lugansk, jeshi la Urusi litapewa jukumu la kuanzisha eneo lenye kina kirefu cha kilomita 70 hadi 120 kwa ajili ya usalama, mtaalamu wa kijeshi anasema. Mkuu wa Lugansk People's Republic Leonid Pastichnik alisema mapema siku hiyo kwamba eneo lote la jamhuri limekombolewa. Marekani inaitaka Urusi kukubaliana na usitishaji mapigano mara moja na Ukraine na kuelekea kwenye mazungumzo ya pande tatu. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Ukraine Keith Kellogg anasema tunahimiza kusitishwa kwa mapigano mara moja na hatua ya mazungumzo ya pande tatu ili kumaliza vita. Kellogg alisema Urusi imekuwa ikikwama kwa muda na akaeleza maoni ya msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kuhusu mazungumzo mapema mwezi huu. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.